Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema. Anatupa kibali kile itwapo leo ili kuyaona mapambazuko ya asubuhi. Si kwa nguvu zetu, si kwa chochote ambacho tumekifanya, bali ni kwa neema na rehema zake. Na upendo wake umekuwa mwingi kwetu. Ndio maana anatukirimia kila siku neema hii ili tulitafakari neno lake. Na kwa sababu hiyo tunasema asante kwa ajili ya asubuhi tena ya leo. Asante kwa ajili ya mapambazuko haya, kwa kila mmoja ambaye Mungu amempa kibali cha kuyaona mapambazuko haya. Haijalishi mazingira alionayo, haijalishi akiwa mgonjwa au akiwa na afya, haijalishi akiwa na shida mbalimbali, lakini Bwana ana kusudi na maisha yake. Ndio maana amempa kuyaona mapambazuko tena ya asubuhi ya leo. Na baada ya kusema hayo machache, tuende moja kwa moja kwenye andiko letu la msingi la asubuhi ya leo, ambalo litakalo kwenda kutuingiza kwenye tafakari ya asubuhi ya leo. Andiko letu linapatikana katika kitabu kile cha Ayubu ile sura ya 20. Tasoma mstari ule wa 4 na wa 5. Ayubu sura ni ya 20, mstari wa 4 na wa 5. Neno la Mungu linasema, je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja? Tunakushukuru Mungu wetu utupaye neema. Asante kwa ajili ya wakati mzuri ambao wewe ndiye pekee unaofanya kwetu. Umetupa kibali tena cha kulinena neno lako ili lipate kuwa kibali na msingi wa maisha yetu. Tupate kutambua yale yatupasayo kunena na kutenda kwa wakati tunapokuwa safarini duniani. Utuneemishe tena Bwana kwa neema za mbinguni ili tupate kuelewa yale unayokusudia kwetu. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Tafakari yetu ya asubuhi ya leo inabeba kichwa kinachosema juu ya shangwe ya waovu. Shangwe ya waovu, au kwa Kiswahili kingine tunaweza kusema furaha ya waovu. Shangwe ya waovu au furaha ya waovu. Neno shangwe wengi wetu tunalifahamu, na ni siku nyingi tunafanya sherehe mbalimbali. Tunasherekea kwa ajili ya matokeo mbalimbali tunayokutana nayo katika maisha, lakini yale matokeo ambayo yanatufanya mioyo yetu iwe na furaha, hapo tunafanya sherehe. Na watu wanaposherekea hivyo, ina maana kwamba kuna shangwe pale wanaposherekea. Kinachowafanya watu washerekee ni jambo la furaha, jambo linalofurahisha, jambo linalofanya moyo kuwa na amani. Hilo ndilo jambo ambalo linawafanya watu washerekee. Lakini kichwa cha somo kinasema juu ya shangwe ya waovu. Watu wengi wanasherekea uovu. Hawasherekei kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Hawasherekei kwa sababu wameuona utukufu wa Mungu. Hawasherekei kwa sababu wameona kibali kutoka kwa Mungu, bali wanasherekea kwa sababu kusudi au makusudi yao ya uovu yametimia. Na zipo shangwe au furaha nyingi ambao waovu wanazisherekea. Wengine wanasherekea kwa kujua au kwa kutokujua.
Wengine wanasherekea kwa kushirikishwa na wengine, au kwa kujua au kwa kutokujua. Lakini ni lazima tuelewe kwamba shangwe yoyote inayotokana na uovu ina muda kitambo, kama neno tulivyosoma kwamba ni swali linatuuliza kwamba hatukujua hayo toka zamani za kale, kwamba shangwe ya waovu ni ndogo na furaha ya wapotovu ni ya siku moja tu. Unaweza kujiuliza neno la Mungu lina maana gani ya kusema kwamba furaha ya watu waovu au wapotovu ni ya siku moja? Neno la Mungu liko wazi kwamba safari yetu ya hapa duniani, kila mmoja wetu anapita, uwe mwema uwe mwovu, unapita. Wewe haudumu milele hapa duniani. Hakuna mwanadamu atakayeishi milele hapa duniani. Siku zetu zinahesabika. Tena Ayubu anaongea vizuri, anasema kwamba ukisoma kwenye Ayubu inasema kwamba zina mpaka na hakuna mwanadamu atakayeupita mpaka wake. Ina maana kwamba tuna siku chache za kuishi. Haijalishi utaishi miaka 100, utaishi miaka 120, miaka 80, miaka 60, miaka mingapi. Ina maana kwamba miaka yako ina mipaka na siku zako si nyingi, na kwa sababu sio nyingi, shangwe yoyote utakayoifanya ya uovu mbele ya macho ya Mungu inaonekana ni ya muda mfupi. Na ni kweli, uliposherekea ujana ni kipindi kifupi. Hakuna aliyeanza kusherekea ujana akiwa na mwaka mmoja toka azaliwe. Na maana kwamba ili uanze kusherekea ujana ni kuanzia miaka ya kuingia utu uzima. Ina maana kwamba kuanzia miaka 13 hadi miaka 50 ni kipindi kifupi, kwa sababu ukianza kuingia kwenye miaka 60 na kuendelea, uzee unaanza, na uzee unakuja na magumu yake. Na kama uzee unakuja na magumu yake, uzee una madhaifu yake mengi. Una magonjwa ya kila leo, una yale ambayo ulikuwa unayaweza kuyafanya kwa sababu ulikuwa kijana una nguvu, hauwezi kuyafanya tena kwa sababu uzee unakuja na madhaifu yake. Lakini pia ni lazima tutambue, wakati wote unapoishi katika uovu, uovu huo ndio unaoleta kufupisha maisha yako, kwa sababu uovu asili yake kukuletea yale ambayo yatasitisha maisha yako mapema. Unaweza kusema kwamba huyu mwalimu anasema nini? Angalia uliozaliwa nao pamoja walevi. Walioanza ulevi wangapi wanaishi leo? Walioanza wizi wangapi wako leo? Walioanza uzinzi na kufanya uasherati na wake za watu wangapi wanaishi leo? Kwa hiyo uovu asili yake kusitisha maisha. Ndio maana Ayubu anasema kwamba furaha yao ya wapotovu ni ya siku moja tu, ikiwa na maana kwamba ni ya muda mfupi, kwa sababu shangwe ya waovu haiwezi kudumu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ni lazima uelewe kwamba haijalishi utasherekea kwa sababu ya uovu leo na kesho, ni hayo unayoyafanya ni ya muda mfupi. Hata kama utaishi miaka 100 ni muda mfupi, kwa sababu baada ya maisha haya kuna maisha ya milele. Kuna uzima wa milele
kwa wale ambao watakaomtii Mungu wataishi milele katika furaha na shangwe pamoja na Kristo, na kuna hukumu ya milele kwa wale ambao ni waovu. Ndio maana ingekuwa heri kama mtu uliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu utambue kwamba uovu hauna faida kwako, bali uovu utakupoteza na utakuwa na hukumu ya milele. Hii shangwe unaiona leo, ambayo leo unasherekea kwamba kwetu ni sherehe kila siku, unakesha baa, unakesha huko na kule kwenye kufanya maovu, ujue kwamba muda wako ni mfupi, na hiyo shangwe ni ya siku moja. Ingekuwa heri ubadilike, ingekuwa heri utambue kwamba furaha ya kudumu inapatikana ndani ya Kristo. Walio ndani ya Kristo ndio walio na furaha ya kudumu. Na kwa nini wana furaha ya kudumu? Kwa sababu yeye aliye chanzo cha furaha yao hafi wala hana mwisho, hawaondokei mahala popote. Hata wakiwa ndani ya magonjwa, furaha yao itakuwepo, kwa sababu yeye aliye chanzo cha furaha yao yuko pamoja nao. Tuangalie ile Zaburi ya 37. Tutasoma ule mstari wa 35 hadi 37, tutaruka mstari wa 39. Neno la Mungu linasema, nimemwona mtu asiye haki mkali sana, akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni. Nikapita na kumbe hayuko, nikamtafuta wala hakuonekana. Umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. 39. Na wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome ya wakati samani, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Kwa hiyo ni lazima utambue kwamba watu waovu wanaweza kuonekana kuwa na shangwe muda mfupi, na sifa yao ikaenda mbali kwa shangwe, lakini kwa muda mfupi ukiwaulizia hawapo tena. Ndio maana Daudi anasema kwamba niliona mtu mwovu mkali sana, alienea kwa kasi, lakini nilipotafuta sikumuona tena. Kwa sababu watu waovu huenea haraka, lakini hupotea haraka, kwa sababu uovu haumfanyi mtu kudumu. Lakini mtu mkamilifu, mtu anayemcha Bwana, Bwana anakuwa ni ngome yake, Bwana ndiye wokovu wake, na anakuwa pamoja naye hata anapopitia magumu. Bwana anakuwa pamoja naye. Ndio maana kwenye huu mstari wa 39 ile bii yake inasema kwamba yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Kwa hiyo usijifurahishe katika uovu, kwa sababu unapojifurahisha kwenye uovu unatengeneza hukumu ya milele ya maisha yako. Lakini furahi kwa ajili ya Bwana, furahi kwa ajili ya haki, furahi ukimtegemea Mungu. Shangwe yako itegemee yale ambayo Bwana ameyatenda kwako, yale ambayo Bwana amekusudia ndani ya maisha yako, yale ambayo umeyafanya kwa ajili ya Bwana. Uwe na shangwe, kwa sababu ukiwa na shangwe, hiyo ni shangwe ya milele. Ndio maana Paulo akatushauri katika ule waraka wake kwa Wafilipi ile sura ya 4 na mstari wa 4, anasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini.
Furaha yetu ikitokana na Bwana, furaha yetu au shangwe tulionayo ikitokana na haki. Shangwe inayotokana na Bwana ni ile ambayo inayosimama katika haki, inayosimama katika unyofu, kama Daudi anavyosema katika Zaburi, inayosimama katika uaminifu. Hiyo ndiyo shangwe inayodumu, na hiyo ni ya milele, kwa sababu tutafurahia tukiwa hai leo katika ulimwengu huu, na hata tukiondoka katika ulimwengu huu tutakuwa katika shangwe, kwa sababu tutakuwa pamoja na Bwana. Mpendwa wangu, shangwe yako inatokana na nini? Furaha yako inatokana na nini? Kama furaha yako inatokana na uovu, furaha yako inatokana na upotovu, ni ya siku moja tu, lakini utajuta milele, kwa sababu neno la Mungu litasema, ndipo itakuwa kulia na kusaga meno. Na usifikiri kwamba hukumu ya Mungu itakuja baada ya wewe kutoka hapa, kwa sababu neno la Mungu liko wazi, linasema kwamba haaminiwe ataokolewa, na asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Hukumu ya Mungu ni pale tu wewe unapoachana na mapenzi ya Mungu, utapokea hukumu ya Mungu, kwa sababu yale yoyote utakayokutana nayo katika uovu wako ni hukumu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ingekuwa heri uchunguze unavyoenenda, uchunguze chanzo cha furaha yako, uchunguze kinachokufanya kuwa na furaha ni nini. Kama ni uovu, ugeuke. Kama furaha yako inatokana na uovu, ugeuke. Kuna watu wanashangilia kwa sababu wamemtendea mwingine maovu. Mtu anafurahia kwa sababu mwingine amepata shida. Mtu anakuwa na furaha kwa sababu mwenzie hana hiki na kile. Ina maana furaha yako inatokana na uovu. Ni ole kwako, kwa sababu itakuwa furaha ya siku moja, ila utalia milele. Mwana wa Mungu, ingekuwa heri ubadilike. Mtu wa Mungu, ingekuwa heri utambue kwamba furaha ya uovu ni ya siku moja. Shangwe unayoshangilia leo itakuwa kilio milele kwako, kwa sababu inatokana na uovu. Lakini ukishangilia katika Bwana, furaha yako ikitokana na Bwana, kama Paulo anavyoandikia watu wa Thesalonike ile sura ya 5, kwamba wafurahi katika Bwana siku zote. Furaha itokane na Bwana, furaha itokane na kumjua Mungu, shangwe itokane na kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Shangwe yetu itokane na unyofu wa moyo, kusimama katika haki. Hiyo itatuwezesha kushangilia milele, kwa sababu Bwana ndiye atakuwa amani yetu. Yeye ndiye atakuwa wokovu wetu, atakuwa pamoja nasi hata mwisho wa dahari, kama alivyoagiza katika Mathayo. Furaha yako inatokana na nini? Shangwe unayoshangilia inatokana na nini? Kama inatokana na uovu, mpendwa, badilika, kwa sababu shangwe ya waovu itapotea. Shangwe ya waovu utoweka mara moja. Yesu ametupa kielelezo katika ile Yohana sura ya 8, wakati anazungumza na Wayahudi. Ukisoma ule mstari wa 56, anasema Ibrahimu yeye alishangilia kwa sababu ya kuiona siku ya Bwana. Ibrahimu alishangilia kwa sababu ya kuiona siku ya Bwana, na alipoiona akafurahi. Ina maana kwamba furaha ya mwenye haki ni pale ambako amepata kibali machoni pa Mungu. Bwana amekuwa ndiyo wokovu wake. Ni lazima shangwe yetu itokane na kumjua Mungu. Shangwe yetu itokane na kuishi mapenzi ya Mungu. Shangwe yetu itokane na kuyatenda yale ambayo Mungu ametuagiza kutenda.
na tukiwa na furaha kwa sababu hiyo, furaha yetu itakuwa ya kudumu. Furaha yetu itakuwa ya milele. Lakini tunaposherekea kwa sababu ya uovu, furaha yetu ni ya siku moja. Ayubu amesema vizuri, amesema ni ya siku moja tu, wala sio ya kudumu. Ingekuwa heri tutafakari njia zetu, tutafakari mienendo yetu, tutafakari vyanzo vya furaha yetu. Shangwe tunashangilia kwa lipi? Tunashangilia kwa sababu ya mateso ya watu wengine? Tunashangilia kwa sababu ya wengine wanaishi katika shida? Mtu anaitwa Mkristo lakini unamkuta anashangilia kwa sababu mwenzake amepata shida. Na anaongea kabisa, ndivyo alivyokuwa. Alikuwa anajifanya kama yeye ndio makamu wa Mungu. Yeye alikuwa anajifanya kama yeye ndio mtakatifu kabisa. Tulimwambia sisi, umetukuta hapa, umekuja na moto kabisa, wewe umekuja na moto kabisa, ujui kama sisi tumezaliwa humu kanisani. Sisi ni ole kwako, kwa sababu furaha yako inategemea anguko la mtu mwingine. Unafurahia uovu, na furaha ya waovu ni ya muda mfupi. Ingekuwa heri, mwana wa Mungu, shangwe yetu, furaha yetu itokane na kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, itokane na unyofu wa mioyo yetu, itokane na kusimama katika haki ya Mungu, na Mungu atakuwa wokovu kwetu. Hata kama tutapitia magonjwa, Mungu atakuwa furaha yetu. Hata kama tutapitia taabu mbalimbali za maisha, changamoto za maisha, yeye furaha yake haiondoki ndani ya yule ambaye anamtegemea, kwa sababu licha ya kwamba mwili una madhaifu, moyo wake utakuwa unasimama imara, ukitegemea kwamba Bwana atakuwa msaada kwangu, na hivyo furaha haitaondoka kwake. Wewe furaha yako inatokana na nini? Furaha yako, mpendwa wangu, asubuhi ya leo utafakari, furaha yako inatokana na nini? Furaha yako inatokana na kushindwa kwa wengine? Furaha yako inatokana na kutenda maovu kwa wengine? Au furaha yako inatokana na nini? Ingekuwa heri wakati wengine wanapotenda maovu, sisi tuwe na huzuni, tuhuzunike, tulie kwa Bwana, ili Bwana waondoe katika yale maovu wanayoyatenda, awarejeshe, wasimame, ili furaha yetu iwe kamili. Wanaporejeshwa, wanaposimama katika kumtumikia Mungu, tuwe na furaha, kwa sababu Bwana amewainua tena. Bwana amewatoa katika shimo la uharibifu. Bwana amewatoa katika upotovu, bali amewaleta katika nuru na kuwaweka katika kweli. Amewaweka kuwa wanyofu na waendelee, ili siku moja tukamlaki Bwana mawinguni. Ingekuwa heri tutazame furaha yetu inatokana na nini, kwa sababu furaha ya waovu, shangwe ya waovu itawapoteza. Ni ya muda mfupi, lakini ina hukumu wa milele, kwa sababu mishahara wa dhambi ni mauti. Asubuhi ya leo ikawe asubuhi ambayo Mungu atakupa neema ya kutazama ni hipi au kipi kilicho chanzo cha furaha yako, na unapotazama na kutambua kama iendani na Bwana, mgeukie Bwana asubuhi ya leo, ukaanze upya, ili furaha yako itokane na Bwana. Ukaushike ushauri aliotushauri Paulo kwamba tufurahi katika Bwana siku zote, kwa sababu furaha yetu ikitokana na Bwana, tutakapoondoka katika maisha haya tutaendelea kuwa na Bwana milele. Uwe na siku njema yenye baraka na neema. Furaha ya Bwana itawale maisha yako, katika jina la Yesu, amen.